Bodi ya wataalam wa ununuzi na ugavi PSPTB, ambayo moja kati ya majukumu yake ni kuendesha mafunzo na mitihani ya kitaaluma katika ngazi mbalimbali. Hii leo Juni 20, 2025, mkurugenzi mtendaji wa PSPTB Godfred Mbanyi amesema bodi ya wakurugenzi imefuta matokeo ya mtahiniwa mmoja wa kituo cha TIA Mbeya kwa kuhusika na uvunjifu wa kanuni na taratibu za mitihani. Kwenye mitihani hii tulipata tukio katika kituo cha TIA Mbeya, katika taasisi ya uhasibu tawi la Mbeya. Tulipata tukio la mtahiniwa mmoja ambaye alifanya udanganyifu katika chumba cha mtihani, na msimamizi wetu kwa kweli akaweza kugundua swala hilo, na kwa taratibu zetu za ndani akaweza kuandika maelezo. Ameandika maelezo na amekiri mwenyewe kwa maandishi yake mwenyewe, na wale wote waliokuwa wamekaa pembeni yake, aliyekaa huku na huku, wote wameandika waliona nini. Kwa hiyo tuna ushahidi, yeye mwenyewe kwanza amekiri na kuomba radhi kwa maandishi, lakini wale waliokaa naye wote wameandika. Bodi ya wakurugenzi ndio inayoidhinisha haya matokeo. Kwa hiyo wamepitia leo asubuhi na wote kwa kauli moja wameridhia mtu huyu afutiwe matokeo yake, yasitangazwe na asiruhusiwe kufanya mitihani mpaka baada ya vikao vitatu vya mitihani, 3 consecutive sittings za mitihani yetu. Kwa hiyo nadhani mkurugenzi huyu anatakiwa ajiandikishe mitihani ya mwezi ngapi? 26 Novemba. Kwa hiyo hatapaswa kufanya mitihani ya bodi mpaka 26 2026, mitihani ya Novemba. Sambamba na hilo, mkurugenzi Godfred Mbanyi amewaasa wanafunzi kujiandaa vyema kipindi cha mitihani ili kuepusha changamoto. Mimi naitwa Rami Ramsey. Hii ni Ngasa TV. Mitihani ni maandalizi. Ukifanya maandalizi, unaenda unafanya mtihani kulingana na uwezo wako na jinsi ulivyojiandaa. Ni kosa kubwa sana kuingia kwenye mitihani hujajiandaa halafu kafanya udanganyifu. Kitu ambacho kwa kweli kinaleta picha mbaya kwanza kitaaluma. Tunakuandaa wewe mtu uwe ni mtu ambaye una weledi na maadili. Kama mnavyofahamu kazi ya manunuzi, ndugu zangu, inahitaji maadili hali ya juu. Integrity hali ya juu. Sasa unapoanza kuonyesha kutokuwa na maadili kwenye mitihani, huyu mtu tukimzalisha kienda kule atakuwaje? Katika mitihani hiyo ambayo ni mitihani ya 30 tangu mitihani hii ianze, watahiniwa 1506 waliweza kufanya mitihani hiyo, waliweza kujiandikisha, lakini waliotana hapo kufanya mitihani walikuwa ni 1421. Na katika matokeo yanaonyesha kwamba watahiniwa 680 kati ya watahiniwa 1421 wameweza kufaulu moja kwa moja, na watahiniwa 610 watakuwa na mitihani ya marudio. Maana yake wamefaulu baadhi ya masomo, lakini masomo mengine maksi hazikutosha. Kwa hiyo watapewa nafasi nyingine ya kurudia katika mitihani itakayofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Lakini pia kulikuwa na watahiniwa 131. Hawa wao wamefeli kabisa mitihani yote walioifanya kwenye stage zao. Na hii ni sawa na 9.2% ya wale waliokuwa wamefanya mitihani yote kwa ujumla. Katika mitihani ile yapo masomo ambayo watahiniwa waliweza kuyamudu vizuri, na kwa mfano masuala ya michakato ya zabuni wameonyesha kwamba sasa wataalamu wetu wanaanza kuiva. Lakini pia hizi pongezi pia tunazipeleka kwenye vyuo vikuu na vyuo vingine vyote vya elimu ya juu kwamba sasa wameanza kuwafundisha wanafunzi kule vyuoni namna bora ya kuchakata zabuni.